mapumziko mema ndugu zetu wote ambao wametangulia mbele za haki, lakini kubwa ambalo limetuleta leo katika klabu ya Young African hapa Jangwani ni ushirikiano ambao tunakwenda kufanya pamoja kwa siku ya kesho Jumamosi, ambayo kimsingi yale matembezi yamelenga kuendelea kuhamasisha ili tuweze kuzuia magonjwa mapema. Wengi mnafahamu mimi ni shujaa wa saratani, maana kwamba mimi ni cancer survivor. Sasa mimi nimeanzisha taasisi ambayo inaitwa Babu Cancer Foundation, na tuliamua kufanya hivyo kupata platform ya kufikia jamii, kwenda kufanya awareness, lakini pia kwenda kusaidia kwenye huu upande wa magonjwa ya saratani. Unaweza kujiuliza kwa nini tumekuja Yanga? Kama nilivyotangulia kusema hapa ndugu yangu Alikamo, Yanga ni klabu ambayo inadili moja kwa moja na jamii, na sisi tukaona ni fursa kuungana na ndugu zetu wa Young Africans ambao kimsingi tunaungana na Yanga Princess. Wao ni klabu ya kina mama ambayo ina ushawishi mkubwa Tanzania, na tukasema tunapokwenda kwenye haya matembezi ya kuhamasisha watu kufanya uchunguzi wa saratani especially kwa kina mama, ambako takwimu zinaonyesha ugonjwa wa saratani kwa upande wa kina mama, saratani ambazo zinaongoza kwa kusababisha vifo vingi ama kuleta matatizo mengi ni pamoja na kansa ya saratani ya matiti, saratani ya mlango wa kizazi, pamoja na daktari wangu yupo hapa atanisaidia mengine. Kwa hiyo tukasema ni vizuri tutumie fursa hii kushirikiana na Young Princess kwenda kufanya awareness, yani kwenda kupeleka ujumbe kwa jamii. Kwa hiyo siku ya kesho Jumamosi tutatembea na Young Princess kwenye matembezi ambayo yanakwenda kuhamasisha jamii kuwa na utaratibu wa kujichunguza, especially nimesema wakina mama, na magonjwa ambayo nimeyataja ambayo yanawakumba sana wakina mama ni pamoja na saratani ya mlango wa kizazi pamoja na ya matiti. Uzuri ni kwamba leo nimekuja na daktari bingwa wa saratani kutoka Ocean Road ambaye kwenye taasisi yetu yeye ni director wa tiba, kwa hiyo ataongea zaidi. All in all, naomba nichukue nafasi hii kutambulisha kwamba kesho Jumamosi tutakuwa na matembezi, na tunawakaribisha wananchi wote wa Tanzania, klabu mbalimbali kuja kushiriki hayo matembezi ambayo yatahamasisha watu kuja kufanya uchunguzi. Asante, na sasa nimkaribisha Dr. Ruta kwa maneno machache. Asante Babu, asante Ligamwe. Jina langu naitwa Dr. Frank Felician Rutachu Nzibwa, ni daktari bingwa wa saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road, lakini pia ni mkurugenzi wa tiba kutoka Babu Cancer Foundation. Sasa leo niko hapa kama Babu Cancer Foundation. Taasisi yetu basically imejikita katika kupeleka awareness, kutoa elimu kwa jamii kuona umuhimu wa kuchunguza afya, kwa sababu sasa hivi saratani ni ugonjwa ambao unaokua kwa kasi, lakini unasababisha vifo vingi sana. Takwimu zinaonyesha tunapata zaidi ya wagonjwa 10,000 wa mlango wa kizazi, lakini katika wagonjwa hao tunapata vifo zaidi ya wagonjwa 6,000 katika saratani ya mlango wa kizazi, lakini pia tunapata wagonjwa wengi sana wanaopata saratani ya matiti, zaidi ya wagonjwa 4,000 kwa mwaka. Sasa maradhi haya yanaweza kutibika vizuri endapo tutaweza kugundua maradhi haya katika hatua za awali, lakini pili, kuwa na utaratibu mzuri wa kuweza kuchunguza afya mara kwa mara. Sisi kama Babu Cancer Foundation tuliamua kwenda kwa jamii kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pili kusisitiza umuhimu sana wa kufanya uchunguzi wa afya. Tunafurahi tutashirikiana na Young Princess kesho katika matembezi ambayo tutatembea ili kuweza kuipa elimu jamii kwamba umuhimu wa kuchunguza afya na umuhimu wa kupata matibabu pale unapogundulika na saratani. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania wote ambao watapenda kushiriki na sisi. Matembezi hayo tunayafanya alfajiri, nadhani tutaanzia Ocean Road mpaka roundabout ya Aga Khan na kurudi Ocean Road, na baadaye tutaenda kwa ajili ya uchunguzi sasa wa saratani ya mlango wa kizazi na matiti kwa ajili ya kina mama. Tunawakaribisha Watanzania wote, usiogope. Ukigundulika na changamoto katika hatua za awali, ugonjwa unapona kabisa. Karibuni sana. Asanteni sana. Asante sana. Pishe kidogo. Hapa wewe. Stavi hapa.
Ndugu zangu waandishi wa habari, nafikiri mmesikia mapana yake, sababu ambayo Babu Cancer Foundation wako hapa makao makuu, na daktari hapa ametuelezea pia kwa kina jambo gani ambalo tunaliendea siku ya kesho. Kwa kifupi, klabu yetu ya Yanga tukishirikiana na GSM Foundation siku ya kesho tutashiriki kwenye matembezi maalum ambayo yameandaliwa na Babu Cancer Foundation. Lengo kubwa lilikuwa ni kuhamasisha elimu, ndio Yes. Na Watanzania kushiriki kwenye vipimo juu ya kansa ya uzazi na kansa ya matiti. Haya ni maradhi ambayo kwa tulivyoyatamka tu ni maradhi ambayo yanawasumbua sana kina dada, yanawasumbua sana kina mama. Na hiyo ndio sababu tukaishirikisha pia timu yetu ya Yanga Princess, na wenyewe kesho washiriki kama sehemu ya kuhamasisha kina dada, kina mama waje kwenye matembezi haya ambayo ni kama kilomita 5 tu kutoka pale Ocean Road kuja roundabout ya wapi kusema hapa Aga Khan pale, kama kilomita 5 tu hivi. Na sio kwamba tunakwenda kukimbiza, tunakwenda kutembea. Kwa hiyo timu yetu Yanga Princess yote itakuwepo kwenye matembezi hayo, na kwa sababu matembezi haya ni matembezi yenye lengo la kuhamasisha, na Babu Cancer Foundation wanayo furaha kubwa kuwatangazia kwamba hakuna chochote cha wewe kuchangia zaidi ya kuja kushiriki matembezi haya. Sio kwamba tunavyokuambia njoo tushiriki pamoja matembezi haya ukafikiri kuna chochote ambacho utakiwa uchangie. Sana sana utakuja kupata faida kubwa wewe ambaye unakuja kushiriki, kwa sababu baada ya matembezi hayo patakuwa pana nafasi pia na fursa ya kwenda kushiriki kwenye vipimo na kupata elimu zaidi juu ya tatizo hili la kansa ya uzazi na matiti. Kwa hiyo tuwakaribishe sana mashabiki wote wa Yanga, na sio tu kina dada, hata sisi kina baba tuwape support dada zetu, mama zetu kwa kuja kushiriki kwenye matembezi haya. Mimi pia binafsi nitashiriki kesho alfajiri ya saa ngapi? 12 12:30. Mimi pia nitashiriki na familia yangu kwenye matembezi hayo, ili tuhakikishe tunapeleka ujumbe mpana kwa jamii kubwa ya Watanzania waweze kufahamu kwa ukubwa tatizo hili la kansa ya kizazi na matiti. Kwa hiyo bwana, sisi tunashukuru sana Babu Cancer Foundation kwa kutufikiria klabu ya Yanga kama tunaweza kushiriki kwenye jambo hili kubwa ambalo mbali tu na kuigusa jamii, lakini pia lina faida nyingi kwa Mwenyezi Mungu. Tunakwenda kutoa hamasa kwenye tatizo ambalo linaweza kusaidia Watanzania wengi kiafya. Kwa sisi tutashiriki kwa 100%. Mungu atujalie tu hai, inshallah tuamke salama. Kesho 12 asubuhi tutaanza matembezi hayo kwa pamoja. Lakini kwa sababu tunaye captain hapa Aileen Kisisa, na yeye tumekubaliana naye atachukua wachezaji wenzake wote wa Yanga Princess waje pale kushiriki kwenye matembezi haya, basi tumpe angalau dakika chache azungumze na tueleze wao kama kina dada wamelipokeaje hili jambo. Huko tunapeleka mbali kidogo. Basi karibu uweze kuzungumza kwa uchache tu Irene. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi kwanza tunapenda kushukuru Babu Cancer Foundation kwa kutuchagua sisi kuwa kama wawakilishi wa kuhamasisha Watanzania kuja kufanya vipimo, na sisi tunaomba Watanzania walipokee kwa ukubwa na wajitokeze kwa wingi katika kwenda kufanya vipimo na kujua afya zao. Ametosha captain. Ametosha sana captain. Kwa mna mfahamu Irene, nafikiri sio muongeaji sana. Hapa yenyewe amejitahidi kweli kweli kutoa speech nzuri, fupi lakini imeeleweka. Fupi lakini imeeleweka. Ndio bwana Esther, kesho mapema kwenye matembezi tushiriki nyote, tutembee na kamera zetu na maiki zetu, tuhamasishe pia ndugu zetu na jamaa zetu wapate kufahamu kwa ukubwa kuhusu jambo hili.
kuna maswali yoyote ambayo mngetamani kuuliza tupate majibu kutoka upande wa Yanga na upande wa Babu Cancer Foundation, tunawakaribisha. Maswali ni matatu. Kaka, kesho Jumamosi tunahamasisha zaidi uchunguzi wa saratani especially kwa kina mama, lakini tunapozungumzia saratani ya matiti sasa sio tu wanawake ambao pekee yao wanapata, hata sisi wanaume tunapata pia saratani ya matiti. Na hapo nyuma kama miaka mitatu hivi iliyopita, katika 100% kulikuwa kuna 1% tu ya wanaume kupata saratani ya matiti, lakini research ambayo imeendelea kufanyika hivi sasa inaonyesha sasa ni 5% katika 100% wanaume tunapata saratani ya matiti. Kwa hiyo kesho tunapokuja kufanya matembezi, ni vyema pia na sisi wakina baba tukajumuika kwa wingi, kwa sababu ni janga letu sote. Wewe yule, kesho yeyote yule anaweza kupata saratani ya matiti. Sio kama mlikuwa mnalijua hiyo. Basi naomba sasa kama hujaenda huko kwenye maswali. Sio, mmemsikia Babu alivyoelezea vizuri hapa? Umeelewa vizuri Anasema kwamba saratani ya matiti, na mimi nilikuwa naelewa hivyo hivyo kama ambavyo na nyie pengine mlikuwa mnaelewa kwamba tatizo hili linawasumbua kina mama pekee. Lakini kwa mujibu wa wataalamu kama daktari tunao hapa, mwaka jana ilibainika ni 1% ya wanaume wote Tanzania sahihi wanasumbuliwa na saratani ya matiti. Lakini mwaka huu tunapokwenda kwenye matembezi siku ya kesho, 1% zimepanda kutoka 1 mpaka 5, kwamba wanaume pia wanasumbuliwa na saratani ya matiti. Frank, unaelewa vizuri baba? Alwata, unaelewa vizuri? Na wanafanywa upasuaji kama wakina mama vile vile. Na yani jamani, wanaume pia tuje kwenye matembezi haya. Mwanzo tulikuwa na sababu ya kuwasupport kina mama, lakini kumbe hili janga ni janga la wote. Babu umeiweka vizuri sana. Kwa na wewe pia una jukumu la kuamka asubuhi kuja kushiriki kwenye matembezi, kwa sababu utakwenda kupata kufahamu mkubwa kuhusu saratani ya matiti kwa kina baba. Sasa wewe lala, 1% zinapanda hizo. Usije pale ukapata elimu, ukapata nafasi ya kufanya vipimo, ukajiingiza kwenye maradhi. Kesho ni fursa pia siki na baba. Tuje pale. Jadu, mkula nyama Arusha. Ujui what happened. You never know baada ya kula nyama nini kinatokea kwenye matiti yako. Nafasi ndo kesho ya kuja kushiriki kwenye matembezi haya. Upate vipimo, ujue kwa kiasi gani uko salama. Kwa hiyo bwana, jambo hili ni jambo la watu wote, ndugu zangu wa Tanzania. Kuna maswali? Tunakaribisha maswali matatu kuhusu saratani ya kizazi. Hii ya kizazi bado 1% kwa wanaume zijakuja. Kwa wanaume hapo kwenye UTI tu bado. Sawa, tunakaribisha maswali jamani, kuhusu jambo hili la kesho, jambo very serious. Babu yuko hapa, kama kuna jambo nataka kuelewa, daktari yuko hapa pia atueleweshe, na sisi upande wa Yanga wanachama wetu naamini mmetusikia vizuri. Kesho inshallah twendeni Aga Khan pale. Tunaanzia Aga Khan. Tutaanzia Ocean Road pale mapema saa 12:30. Ndio sio ndio unafika. Kwa hiyo kufika pale saa 11, saa 12 uanze kujiandaa kidogo tufanye matembezi. Na hii eleweke, tunafanya matembezi pale kilomita 5. Kwa hiyo tuje kidogo kimatembezi. Sio tena unaamka kesho bwana Uchebe unakuja pale na mjinsi wako unataka kutusumbua. Vaa kidogo sports kwa ajili ya kutembea. Very simple, na nini tuwe wengi tu jambo liende vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisha wanachama wote wa kesho kuanzia Ocean Road pale 12:30 kikofu yetu inaanza matembezi. Maswali hamna, mambo ya tiba kidogo imewacha mbali. Kama maradhi kwanza ni kusema kwamba tunashukuru tena klabu ya Yanga especially Yanga Princess ambao tunakwenda kufanya nao mashirikiano ya matembezi haya kwa kuhamasisha jamii. Kwa hiyo naweza nikasema tu huu ni mwanzo, lakini tunategemea kufanya vitu vingi pamoja huko mbeleni. Kwa sasa siwezi nikaongea zaidi ya hapo, lakini huu ni mwanzo mzuri ambao tuna hakika kwamba tunaweza tukafanya makubwa pamoja kuelekea mbele. Labda pia nidokeze watu ambao tumesurvive cancer, naitwa mashujaa wa saratani.
kila mwaka mwezi wa 6 tarehe 2 tunasherehekea siku ya mashujaa wa saratani duniani, World Cancer Survivors Day, na sisi kama Babu Cancer Foundation tumefurahi kuanza tukio hili na kushirikiana na Yanga Princess, ambao kimsingi tutaendelea na matukio mengine mpaka kuelekea kwenye tukio ambalo litakuja mwezi wa 6 tarehe 2, siku ya mashujaa wa saratani duniani, ambako tutafanya tukio kubwa, na na imani tutaendelea kushirikiana kwa karibu na klabu ya Young Africans kiujumla pamoja na Yanga Princess. Kwa hiyo kwanza muwe tayari kwenye hayo matukio ya mbele ambayo yanakuja, lakini kwa kusema kuhusu kushirikiana, naamini tutafanya kazi nyingi pamoja. Labda pia hili ni jambo linalohusu jamii. Ni jambo linalohusu jamii. Sisi klabu yetu, miongoni mwa dira ambayo viongozi wetu wako nayo, isiwe klabu ya dakika 90 tu pale kwenye uwanja. Ni klabu ambayo itagusa jamii kwenye maeneo mbalimbali, na tumekuwa mstari wa mbele kusupport watu wote ambao pia wana shughuli hizi za kugusa jamii mbalimbali. Na ndio maana kwenye mchakato wetu nao GSM Foundation, ambao na wao wanakwenda kushirikiana na Babu Cancer Foundation. Sisi kama club Babu, ni kutoe tu mashaka, tumeanza mahusiano haya leo, tutashiriki kesho, lakini tunakuhakikishia kwa niaba ya uongozi wa klabu Young Africans na wanachama wetu wote, as long as tunakuwa na jambo linalokwenda kusaidia jamii, na hii ni klabu ya wananchi. Hawa mashabiki wote wanaolipa ada, wanaokuja viwanjani, wote hao ni jamii ambayo ipo huko nje, na ndio tunawategemea sisi kama klabu. Hakuna Yanga bila hao mashabiki, hakuna Yanga bila hiyo jamii. Kwa hiyo mahusiano haya shekhe, yataendelea mpaka hapo ambapo wewe utachoka. Sisi Yanga tuko pamoja na wewe kwenye kila hatua. Tutakatufanya hiki, tuambie, tutashiriki pale ambako patakuwa na uwezo wa kushiriki, tutashiriki kwa zetu zote. Jamii ipate elimu, ipate nguvu na afya. Panapokuwa na afya kwenye jamii ndio mpira unaendelea. Hapa katikati palikuja ugonjwa wa corona, mechi zikachezwa kibububu, hakuna feeling ya football. Kwa hiyo jamii inapokuwa salama na afya njema, ndio mpira unakuwa imara na ladha yake na thamani inapatikana. Kwa hiyo hilo, ndugu yangu, nitoe mashaka. Sisi klabu ya Yanga tuko pamoja na Babu na jamii yote ambayo ina uhitaji klabu kuja kushiriki katika matukio kama haya. Milango iko wazi, tunawakaribisha. Swali la pili,